Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na baada ya kumaliza hiyo mji wa 8, sasa tunaendelea na mji wa 9. Yani ni bandika bandua, tunatoka mji wa 8 tunaingia mji wa 9 moja kwa moja. Leo sijachelewa leo. Katika mji wa 9 tuna mambo 9 yafuatayo ambayo tutazungumzia. Kwanza itakuwa ni safari, ya pili dini, ibada na mambo ya kimungu, namba 3 itakuwa elimu, namba 4 itakuwa ndoto, namba 5 itakuwa hija, namba 6 ni ndugu wa mchumba au mpenzi, namba 7 mke wa kaka yani shemeji au pia mume wa dada, namba 8 ni maono, alafu namba 9 ni sayansi na teknolojia. Sasa tuanze kuchambua moja baada ya jingine. Na kwanza kabisa huwa ni safari. Kama mnavyojua katika mji wa 3, kama mnakumbuka vizuri, katika mji wa 3 tulisemaga kwamba mji wa 3 unahusika na safari fupi fupi kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Yani ni maeneo ambayo ni safari ambazo ni fupi, chini ya maili 200. Umeona? Maili 200. Nilikuwa tunaangalia katika mji wa 3, lakini tunapoongelea safari ndefu, mkoa hadi mkoa, nchi na nchi. Unatoka hapa Tanzania unaelekea Marekani. Kwa hiyo ukitaka kujua kama safari itakuwa ina mafanikio au vipi, tunaangalia ni mji wa 9. Umeona? Tunaangalia zile distance kubwa. Kwa hiyo kama umbali huo unakuwa unakidhi vigezo, kwa mfano ni zaidi ya mita 200, inaweza ikawa ni kutoka hapa wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Inaweza ikawa kuna kutoka wilaya moja kwenda nyingine. Kwa hiyo katika safari, hata kama ni kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, sio lazima iingie katika mji huo. Unaweza kukuta kwamba wewe unakoishi ni mpakani mwa mkoa mmoja na mkoa mwingine. Kwa hiyo kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, wewe unakuwa uko karibu. Kwa hiyo maana kama umbali unakuwa ni chini ya hizo maili 200, uwezo kaangalia katika mji wa 9, utaangalia katika mji wa 3. Umeona? Kwa hiyo mji wa 9 wenyewe ni ule umbali mrefu, hata kama itakuwa ni mkoa mmoja, lakini una umbali mrefu sana. Tunachoangalia pale ni umbali. Umbali pia ni mkubwa sana, basi tunaangalia katika huu mji wa 9. Alafu kitu ambacho kingine labda ni kukumbushe, mji wa 3 na mji wa 9 vina mahusiano. Kwa mfano kwenye upande huo wa safari tunaangalia hivyo. Umeona? Au tutaona na mambo mengine ambayo yatakuwa yanashabihiana na mji wa 3, lakini kwa sasa hivi ngoja tuende kwenye namba 2. Namba 2 huwa ni dini, ibada na mambo ya kimungu. Kwa mfano unataka kumwangalia labda mtu fulani, labda ana dini, mtu fulani ni mcha Mungu, mtu fulani ni mtu wa ibada, tunaangalia katika mji wa 9 huo. Na katika mji wa 9 huo, kwa sababu ni wa dini, katika mambo mengi, kwa mfano mtu mwingine unaweza kaa unaangalia mchumba, unataka kumwangalia mchumba, kwa sababu kuna watu wengine wana muonekano wa kidini lakini hawana dini. Yani actually katika nafsi zao, yani mundani wanakuwa hawana dini. Kwa hiyo mtu kama unataka kumwangalia hapa dini ipo au haipo, ni rahisi sana, yani kwa kutumia shikeli. Yani unaangalia tu katika mji wa 9, ndio unaangalia huyu mtu ni mtu wa dini au mtu wa ibada, au ni mtu ambaye yani ni mtu wa Mungu yani. Maana tunajua watu wengine, kila mtu anataka aolewe na mtu wa Mungu au amuoe mtu ambaye ni mcha Mungu. Kwa hiyo huwa tunaangalia mji wa 9 kuangalia ucha Mungu wa mtu yani. Unaona? Kwa hiyo kama nia yako inakuwa ni hiyo, labda unaangalia labda mtu fulani atanifaa, je, ibada vipi? Yani mtu wa Mungu, mtu wa ibada. Kuna mtu mwingine anaweza akawa labda anamuogopa Mungu, akawa hana elimu ya dini. Umeona? Lakini mtu ambaye yani anamuogopa Mungu, ana imani.
imani yake ni kubwa, lakini hana uelewa wowote kuhusu dini. Umeona, anavaa mavazi ambayo labda sio yale ambayo labda wewe unaweza kaona, lakini mji huu wa 9 utakuongoza kujua kwamba huyu hapa, ingawa kwamba anaonekana hivi, lakini ni mtu ambaye ni mtu wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo hii ndio eneo ambalo linaweza kukuongoza kwenye mambo hayo. Jambo la 3 tunaangalia elimu. Umeona? Na hapa ndo naleta mahusiano kati ya mji wa 3 na mji wa 9. Katika mji wa 3 tunazungumzia elimu, lakini elimu ya nini? Ya nursery na elimu ya primary. Elimu ya nursery na elimu ya primary. Lakini elimu ambayo ni kuanzia sekondari mpaka chuo kikuu na kuendelea huwa tunaangalia katika mji wa 9. Yaani maana yake ni elimu ya juu. Kuanzia sekondari kule kupanda juu ndio tunaangalia mji wa 9. Tunapotaka kuongelea primary kushuka chini mpaka nursery, sijui vidudu, chekechea, kindergarten, KG1, KG2, nini vitu kama hivyo, huku chini huko tunaangalia mji wa 3. Mmeshaona mahusiano hapo. Kwenye upande wa safari tumesema huku ni safari ndefu, kule ni safari fupi. Huku ni elimu ya juu, kule ni elimu ya huku chini. Umeona? Haya, kitu kingine hapa namba 4 tunaangalia ni huku kwenye elimu pia. Ngoja nitoe ufafanuzi mwingine. Huku elimu tunaangalia mafanikio, ufaulu na vitu kama hivyo. Kwa mfano, ngoja nitoe mfano kwa sababu hivi vitu huwa vina elimu pana. Uwezo wa kusema kama elimu labda fulani ana elimu au hana elimu, hiyo ni jambo dogo, lakini pia unaweza kaangalia, je, huyu mtu huyu hapa amefaulu au hajafaulu? Kama ni mwanafunzi labda yuko anasoma sekondari, anaweza akafaulu au atafeli, au ufaulu wake utakuwa ni wa wastani au wa chini au wa juu. Mbona? Ndio tunakuja kuangalia katika mji wa 9 ambao unahusika na elimu. Yaani unapoongelea mafanikio ya elimu, ya kielimu, tunakuja tunaangalia katika mji wa 9 huu. Tunataka kuangalia atafaulu au hatafaulu. Halafu kitu kingine unatakiwa uangalie ni shule. Katika hii elimu hapa unataka kujua kwamba hii nikimpeleka shule hii hapa mtoto itakuwa inamfaa, mazingira yake yatakuwa ni mazuri katika usomaji au atafaulu katika shule hii. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kuhusu shule, kama unataka kumchagulia baba mwanao shule, unataka kumchagulia baba mtu shule, au wewe ndio unataka kwenda shule, au unataka kujifunza elimu fulani, je, hii elimu kisoma skeli hapa itasaidia nikisoma labda mambo fulani hivi ya teknolojia hivi, anaweza kanitoa kweli? Basi utaangalia katika mji wa 9 ambao unahusika na nini? Na elimu. Haya, nataka kuangalia huyu mtoto wangu huyu nimepata mwalimu wa kumfundisha. Yaani hapo tunaongelea mambo ya elimu. Huyu mtoto nataka nimletee mwalimu. Je, huyu mwalimu anafaa? Kwa hiyo mwalimu pia tutamwangalia katika mji wa 9. Tunamwangalia mwalimu. Umeona? Kwa hiyo kuna mambo mengi, mambo yote ambayo yanahusiana na mambo pia ya kielimu yote kwa ujumla wake yani. Kuna wakati sometime unaweza mtu akakwambia bale mimi na kitabu fulani. Mimi shai kunitokea hiyo. Mtu anakuwa na kitabu fulani akamwambia kuna kitabu kimoja kina vitu vile hatari sana nakisifia. Kinauzwa bana. Anakwambia kinauzwa. Maana si ni elimu hiyo, vitabu si mamake ni mambo ya kielimu hayo. Basi inabidi unapiga skeli afu unauliza, je, kilichoko mle kinanifaa au hakinifai? Maana unaweza kukutana kwamba vile vilivyoko mle vyote unavijua, au vikaa ni vitu ambavyo havina, yani ulivyo navyo wewe ni vikubwa sana, vile ni vidogo sana. Unapiga skeli unasema, je, kitabu hichi kina vitu ambavyo mimi ninavitaka?
unaangalia katika hii swala la elimu hapa. Kwa hiyo yani ni mambo mengi sana. Hem, twende kwenye namba 4 ambayo ni ndoto. Kwa wale ambao ni kutafsiri ndoto, sasa ndo maeneo yao haya. Mtu anakuambia niangalizie sijui ndoto, sijui kama nimeota hivi na hivi na hivi, sijui itakuwa ina maana gani. Hapa ndo unaweza ukajua kwamba ndoto hii nzuri, ndoto mbaya, au ndoto hii sio nzuri, sio mbaya, haina maana yoyote, ni ya kawaida. Kwa hiyo kuna zile ndoto ambazo unakutana, ikitokea shikeli nzuri unajua hii ndoto hii ni nzuri. Na ikitokea shikeli mbaya unajua hii ndoto hii inaashiria jambo baya kutokea. Umeona? Na ikitoka ile kati kwa kati manake sio nzuri sio mbaya. Mara nyingi hizo huwa ni ndoto zile ambazo hazina maana. Umeona? Kwa sababu sio kila ndoto inakuwa ina maana, zingine ndoto zinakuwa hazina maana. Kwa hiyo unakuja unaangalia kwa design hiyo. Kwa wale ambao wenye kutafsiri ndoto, hii ndio eneo lao. Kwa hiyo mimi hata mwenyewe nikiotaga ndoto, nikiona kama sijaelewa maana yake, basi nakuwa napiga shikeli naangalia mji wa 9, naangalia ndoto yangu. Twende namba 5. Namba 5 tunaangalia hija. Na hija huwa ni jambo la safari yani. Kwa hiyo imewekwa hapo moja kwa moja. Kwa hiyo mtu kitaka kuangalia je, mimi Mungu nikifanya kitu fulani hivi na hivi nikichanga, je naweza nikaenda hija, au nikimpata mfadhili fulani akaniambia je anaweza nikafanikisha kwenda hija, au nikifanya basi jambo lolote ambalo linahusiana na hija, basi tunaliangalia hapa katika mji wa 9. Twende nambari 6. Ndugu wa mchumba au mpenzi. Yaani mchumba au mpenzi tumezoea kuangalia katika mji wa ngapi? Wa 7. Ni wa 7. Sasa ndugu wa sawa wa mpenzi au mchumba. Kwa mfano hii ni kwa wale ambao wanataka kuangalia masuala ya ndoa. Kwa mfano mwangalia mwanaume ananipenda, anipendi, ananipenda, sawa, haina shida. Ndugu zake vipi? Je, ndugu zake watanipenda au hawezi kunipenda? Kwa ndugu zake ndio tunaangalia katika mji wa 9. Ngoja niwaonyeshe vizuri yani kwa nini mji wa 9 unakuwa ni ndugu wa mchumba au mpenzi. Nikumbuka kwamba ndugu, kama tulivyosoma huku nyuma, ndugu tulikuwa tunaangalia katika mji wa ngapi? Wa 3. Mji wa kwanza tulielezea, wa pili tukasema mambo ya pesa, uchumi na nini, vitu kama hivyo, kumiliki mali zile zinazohamishika, zisizohamishika na vitu vingine. Alafu mji wa 3 tukasema unahusika na majirani, unahusika na ndugu, unahusika na kaka, dada. Umeona? Sasa unaposemea ndugu manake tunaongelea ile familia kwa ujumla. Umeona? Lakini pia humo katika mji wa 3 tunaangalia kaka au tunaangalia dada. Sasa mimi hapa ninachotaka kupeleka ni kwamba katika mji wa 7 si unamwangalia mpenzi, anasimama mpenzi pale. Kwa hiyo kuja kumpata ndugu wa mpenzi manake ni ndugu kutoka pale alipo pale mpenzi wako ambaye ni mji wa 7. Utahesabu 1, 2, 3. Ngoja nionyeshe mfano vizuri hapa. Kwa mfano hapa ukiangalia vizuri hapa, huu sinakuwa ni mji wa kwanza, huu wa pili, huu wa 3, huu wa 4, huu wa 5, huu wa 6, huu wa 7. Sasa huu wa 7 huu hapa ndio ambapo anapatikana mpenzi, yani mpenzi anakuepo hapa. Ngoja nipunguze kidogo hapa uone vizuri. Mpenzi anakuwa hapa. Kwa hiyo akisimama mpenzi hapa katika mji wa 7, maana yake kumpata ndugu wa huyo mpenzi wako, ndugu wa mke, ndugu wa mume. Kama wewe si mwanamke, si maana yake mume wako si ndo mpenzi wako ambaye anakuwa mji wa 7. Sasa ndugu yake sasa, yani ndugu yao, wale ndugu zake, dada yake, sijui kaka yake, sijui nani, wana familia wao kwa ujumla. Utaanza kuhesabu hapa 1, 2, 3. Unaona? Kwa ina maana hii hapa ilipo namba 3 hapa ndio mji wa ngapi? Ndio mji wa 9.
Yaani kwa maana ukiwa unahesabu, ngoja niweke hapa rangi hapa, nibadilishe rangi uone vizuri. Ukianza kuhesabu 1, ngoja nibadilishe rangi kidogo samani. Unaanza kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hapa inakuwa ngapi? 9. Kwa hiyo ndio mji wa 9 hapa, ambapo sasa hapa kwenye mji wa 9 hapa ndio huyo tunamzungumzia sasa. Ni ndugu wa nani? Ndugu wa mke au ndugu wa mume, ndugu wa mpenzi, umeona? Au ni kaka wa mke, kaka wa mume, umeona? Au dada wa mke wako, au dada wa mume wako, umeona? Yaani iko hivyo. Kwa hiyo hapa inakuwa ni ndugu. Kwa hiyo utaanza kuhesabia kuanzia pale alipo mpenzi pale, utahesabu miji mitatu. Manake ukitoanzia kwenye namba 7 hapa, ukianzia kwenye namba, ukianzia hapo kwenye namba 7 hapa, afu kwenda 8 mji wa pili, hapo 9 ambapo ndo mji wa 3 hapa. Kwa hapo kwenye 9 hapo ndio anakupatikana ndugu wa mpenzi. Wewe ukitaka kuangalia familia yao huko, yani ni watu gani, unataka kujua familia ya ndugu wa huko, ndugu wa mke au ndugu wa mume wakoje, wala usipate tabu. Unaenda kwenye mji wa 9. Wewe umenuia kuhusu mke, umemwangalia, unaangalia ndugu zake huko, ndio tunaangalia kwenye mji wa 9 hapa. Kwa hiyo inaweza ikawa aidha ni ndugu wa mke au ndugu wa mume, in short. Sawa? Ndugu wa mke au ndugu wa mume, in short. Tuendelee, nafikiri hapo umeshanielewa. Sasa tunaendelea, tunaangalia ni mke wa kaka, yaani shemeji, au pia mume wa dada. Umeona? Ni mke wa kaka ambaye tunamuita shemeji, sivyo? Au mume wa dada pia na yeye ni shemeji. Kwa hiyo shemeji tunamwangalia katika mji wa 9. Kwa nini mji wa 9? Kule nimeelezea, manake kutaka kumpata kaka wa mkeo au kaka wa mpenzi, kaka wa mkeo, manake utamwangalia mji wa 3 kutoka pale alipo mpenzi wako, ambaye ni mji wa 7. Kwa hiyo utaanza kuhesabu 7, 8, 9. Tayari unampata kaka yake pale, yani unampata shemeji. Kwa hiyo inaweza kani shemeji mke wa kaka au shemeji mume wa dada, wote ni mashemeji. Kwa hiyo nafikiri umeshaanza kuona picha kwamba yani shikeli huwa ni kama vile wanaita nini wale wanaosoma programming wanaita neural network, yani ni connection ya watu wengi. Kwa hiyo unaweza ukapiga shikeli pale ukawapata majirani huko sijui wapi. Yani unaweza kumwangalia mtu na mdogo wake, kaka yake, shangazi yake, nani yake, yani unazunguka kwenye bao moja hilo. Yani unapata kila kitu hapo. Umeona? Katika shikeli. Yani unapata watu wote pale. Yani mimi ukiniambia hata mjukuu, yani nampata hapa. Ukiniambia sijui mjomba, nampata hapa. Ukiniambia sijui shangazi, nampata. Mtoto wa dada, nampata hapa katika shikeli. Kwa hiyo ni mzunguko wa design hiyo ambayo nimetoa kuonyesha hapa. Kwa hiyo ni hakuna mtu ambaye hapatikani katika shikeli. Kwa hiyo nikiwa namwangalia mtu, namwangalia mama yangu, naweza nikamwangalia mume wake, nikamwangalia watoto zake, nikaangalia sijui kazini kwake, nikamwangalia bosi wake, nikamwangalia mke wa bosi, nikaangalia ni vitu vyote unaangalia katika bao moja, yani unazunguka mle unapata kila kitu. Kwa hiyo tuendelee na namba gani? Namba 8. Maono. Yani ukikutana kwamba
unataka kuangalia namna mtu anavyojielewa, yani akili. Yaani mtu ambaye anaona mbali, huwa tunaangalia mji wa 9. Yani mtu ambaye yani upeo wake wa akili uko mbele sana, umeona? Maono ya mtu ndio tunaangalia katika mji wa 9 hapa. Umeona? Sometime unaweza ukashangaa unamwona mtu imetoka mji wa 7 huko, labda unamwangalia mwanamke alafu inakuja mji wa 9 huko. Maana yake inakuwa inaashiria maono, yani ni mtu ambaye anaweza kaa pia ni mshauri mzuri katika kujenga maisha yako. Alafu namba ya mwisho ambayo ni namba 9 ni sayansi na teknolojia. Mambo ya sayansi na teknolojia pia yanapatikana katika mji wa 9. Nafikiri niishie hapa kwa leo. Tumepitia mambo 9, ni mambo muhimu sana ambayo nafikiri utakuwa mshajifunza kitu. Na msisahau basi kusubscribe. Mbona masomo mnayapata bure hapa, hamtaki kusubscribe? Mnakutana views ya video ni 200 na kidogo, lakini subscribe wako 33. Jamani, vipi tena? Ndio mkasubscribe ili angalau nikiwa natupia video kama hivi mnakuwa mnapata taarifa. Tena nyinyi inakuwa ni advantage kwenu, mnakuwa mnapata notification kama hivi na record video, basi na nyinyi mnakuwa mnapata taarifa yani. Basi nakutakieni masomo mema. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.